Habari za leo, karibu tena kwenye Lexer Media. Leo tunaangazia maendeleo mapya kuhusu moto mbaya ulioteketeza bweni katika shule ya Utumishi Girls na kupelekea wanafunzi 16 kufariki huku wengine wakijeruhiwa. Sasa picha za CCTV zilizochambuliwa na wachunguzi zimeibua taarifa mpya zinazoweza kusaidia kufahamu kilichotokea usiku wa mkasa huo. Kulingana na taarifa kutoka kwa wachunguzi wa DCI, uchambuzi wa kitaalamu wa CCTV umewezesha kutambua wanafunzi wanaoshukiwa kuhusika katika tukio hilo la moto. Ripoti zinaeleza kuwa kamera za usalama zilirekodi kundi la wanafunzi wakiingia ndani ya bweni muda mfupi baada ya saa 6 usiku. Wachunguzi wanasema baadhi yao walionekana kuelekea sehemu maalum ya bweni kabla ya moto kuanza. Kwa mujibu wa uchunguzi huo, wanafunzi wawili wanaodaiwa kuonekana kwenye CCTV walibaki nyuma baada ya wenzao kuondoka katika eneo hilo. Wachunguzi wanadai kuwa moto wa kwanza ulianzishwa muda huo kabla ya moto mwingine kuenezwa katika sehemu iliyokuwa na magodoro. Moto huo ulisambaa kwa kasi kubwa na ndani ya dakika chache bweni likawa limeteketezwa kwa sehemu kubwa. Wanafunzi wengi walijikuta wakikimbia kuokoa maisha yao huku wengine wakikwama ndani ya jengo hilo. Wanafunzi 7 waliohusishwa na picha hizo wamekamatwa na DCI huku uchunguzi zaidi ukiendelea. Wananchi sasa wamebaki na maswali yasiokuwa na majibu. Ni vipi binadamu anaweza kuwa katili kiasi cha kuwaua wanafunzi wenzake? Wengi wanahisi kuwa wanafunzi hao huenda wanajihusisha na ibada nyeusi, maana sio kawaida. Je, wazazi wa wanafunzi hao waliowaua wenzao wanajisije wakati wazazi wenzao wanaomboleza watoto wao? Yapi maoni yako kuhusiana na jambo zima? Dondosha maoni yako hapo kwenye comment section. Pia usisahau kulike na kusubscribe kwa maudhui zaidi.